Kwa nini mnapenda hadithi hizo hapo? Anasema baadaye akafunga mlango akaondoka akatuacha mimi na mke wangu. Nikaenda nikamwambia majirani, jamani nimeoa leo, nimeoa, njoni angalau mkaeni na mke wangu kidogo mumpe muanasa. Kasema kikasikia kimama kimoja kikongwe. Kaniambia umemoa nani? Make wewe mwenyewe una kitu kweli, utaoa wapi? Umemoa nani? Sasa umemoa binti yake Said ibn Musayyib. Anasema una akili wewe? Uko sawa wewe, lakini unajua unachokisema. Anasema kweli. Watu wakaja nyumbani, kweli? Kweli kampata binti ya Said ibn Musayyib. Princess yule alikuwa kweli kaozeshwa yeye. Wakikuona na wewe mke wako nakuuliza hili kwako waje ukampata. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhum. Hadithi hii ni tamu, sijui niwamalizie. تصدق الليل على السارق، ile hadithi tumeitoa mwaka jana katika Ramadhani. تصدق الليل على البغي، تصدق الليل على الغني. Leo jamani, kapewa zaka tajiri, kapewa zaka mwizi, kapewa sadaka mwanamke kahaba. Lakini hadithi iliongoza vipi? Huenda mwizi akaacha, huenda kahaba akaacha kazi yake mbaya ile, huenda tajiri naye akapata mawaidha akaona mimi sitoi mpaka napewa mimi, naye akaanza kutoa. Ndio wema unavyofanya hivyo. Kwa hiyo hautupiki, huwezi ukautupa pahali. Lakini kikubwa ni sisi hapa, naona kiasi kikubwa walio mbele yangu hapa ni vijana. Maisha yako yanataka uyapange takhtit, alafu useme hapa nilipofikia nimeshajitahidi, palipobaki namwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkaltu ala Allah. Watoto wako unawatafutia mama bora, wewe mwenyewe unatafuta nzuri, kazi bora, jasho lako, kipato chako kizuri, unatafuta mustakbali mzuri, unatafuta marafiki, kila kitu chako kiwe accurate, kila mpaka marafiki wako waliokuzunguka. Chagua, ndio chagua marafiki. Khairu sadiqin man yudhakkiruka idha nasita Allah. Yule anayekwambia leo rafiki yangu, mbona sijakuona katika swala, mbona unakula na ni Ramadhani, mbona umemjibu hivi mamako na babako, mbona umemjibu hivi mke wako, mbona umemjibu hivi mtu mzima yule. Watu aina hii uwe nao karibu. Unajua miongoni mwa masaibu yaliyotusibu sasa hivi ni masaibu ya maadili. Maadili wallah. Zamani ulikuwa ukipita njiani umkute mzee, alafu hujamsalimia yule mzee, wala hakuambii chochote, ukifika nyumbani unapata salamu. Au yeye mwenyewe apite arudi aende nyumbani asema, mzee Abdallah mtoto sijui amekuaje siku hizi, tumekutana njiani hapo, hata salamu hajanipa. Ole wako, utacharwaza mikwaju wewe. Siku ya pili ukimwona punda njiani unamsalimia, shikamoo. Hivi ndivyo watu walivyokuwa zamani. Lakini leo sio kusalimia tu, wanakutukana watoto, wanakutukana, sio salamu tu. Zamani ilikuwa sio. Zamani ukikosa adabu njiani, mzee yoyote anakutia adabu, anakufundisha adabu. Na ole wako uende kwenu ukasema mzee fulani kanipiga, wallahi unaongezwa kuliko zile. Au mwalimu madrasa au shuleni akupige, alafu uende ukashtaki nyumbani, anaitwa yule mwalimu.
Eti imekuwaje mwalimu? Kanipiga. Mwalimu njoo muongeze. Siku ya pili kama utapigwa tena utakuja kusema nyumbani. Wallahi sisi tumeyakuta age yetu, sisi tumekuta. Mimi mpaka leo nikienda, mamangu iko hai, Mungu amweke, nikifuatana naye kila hatua 5 ananisimamisha. Uthman, unamjua huyu na mamake na babake na shangazi yake, basi ndio mbele hapo. Na huyu unamjua huyu babu, kila mmoja anapewa introduction na saba yake na namna alivyo udugu. Mama anamwambia mimi nitahifadhi vipi watu wote hawa? Lakini hii mpaka leo anakueleza ili uwe karibu na uwajue watu wako, familia yako, jamaa zako. Leo kuna vijana ami yake ndugu wa babake hamjui. Mtume sema ammu rajuli abuhu, ami ni baba, halo yake hamjui, ndugu na mamake, shangazi yake hamjui. Utawajua watu wa mbali? Watu wa karibu hujui, utawajuaje watu wa mbali? Blow tuliopigwa ni katika maadili, hatupo kabisa katika maadili. Kwa ajili hiyo utengeze vizuri kikosi chako cha familia mapema, kwa sababu ukiharibikiwa mwanzo, huko mwisho utaharibikiwa. Hii ni asas, foundation. Wanasema mata yastaqimu dhillu wal'udu a'waj. Wakati gani utakiona kivuli kimesimama wima wakati mti wake umepinda? Kivuli kikipinda ni kwa sababu mti wenyewe umepinda. Hakiwezi kivuli kikawa sawa wakati mti umepinda. Kwa hiyo mti ni wewe, foundation, tengeza wewe mapema. Ndio maana Abul Maali jari akamleta nyumbani, fa at'amaha bi atyabi mali, kisha akampa introduction, iyaki an tadkhuli au an tudkhili fi jawfiki ma yughdhibu Allah, usiingize katika tumbo lako kitu cha haramu. Na mipango ikafanikiwa, akamleta duniani kijana alim aliyeufaa ulimwengu. Wangapi wameoa hapa? Nyanyueni mkono alioa, nione vijana. Sijaona, nyanyueni mkono. Kila mtu alioa. Wengine wakubwa bado hawajao, au umeacha? Sio aibu. Wapo wanachuoni, Imam Nawawi hajaoa mpaka amekufa, mpaka amefariki. Ibn Taymiyyah hakuoa mpaka amekufa. Wako wengi wanachuoni wakubwa wanasema mimi nikioa hata nishughulisha na mambo ya ilmu. Imam Nawawi alikuwa ile kula pia kwake anaona anachelewa, mpaka mamake anakuja na mkate anamlisha, huku yuko kwenye vitabu, anapata usingizi pale, baadaye anazindukana, anaendelea. Imam Nawawi mwenye kitabu cha Riyadhus Salihin, kulala kwake ni haba. Maana kuna wakati ule usingizi unajua ni very strong, wenyewe unakuiba, unakulazimisha. Kama kuna mashine fulani huko inakwambia lala. Sasa alikuwa kilala vile, amezidiwa na lala hapo kwenye vitabu, anaamka anaendelea. Jamani, wamepita watu huko. Kuna watu wamepita walikuwa wakitunga ndani ya kitabu kimoja fani zaidi ya 5 katika kitabu kimoja. Yani zile khati zikienda hivi ni fani katika elimu, zikienda hivi, nyingine zikienda hivi ni fani nyingine. Maneno yale mahodari wamepita katika hii dunia, lakini wamefanyaje kazi hizi? Allahu a'lam. Tafikiri majini namna walivyokuwa wakifanya kazi kuufanyia umma huu. Wewe na mimi tumefanya nini? Tumefanyaje? Inahitaji takhtiti ya hali ya juu kupanga vizuri familia zetu mapema. Wale ambao bado hawajaoa, mimi nimewaambia walioa nyanyue ili niwaone, ndio wameshaoa. Wale ambao bado, nawapa nasaha hii,
ambayo ulama wanasema idha tazawwajta fakun hadhiqan wanzur ila alghusni wa manba'ihi, ukitaka kuoa kuwa mchunguzi na tizama tawi pamoja na mizizi yake. Hii ni wasia kwa wale ambao wanataka sasa hivi kuoa. Mmoja katika wema waliotangulia alikuwa akisema, mimi nilikuwa nikiona baraka kutoka kwa mke wangu na familia yangu kupitia farasi wangu, kupitia maisha yangu ya kila siku. Mara nyingine farasi anapokuwa ana kibri, yani amekuwa na inadi, anasema nimekosea mimi katika nyumba yangu, nimemkosea mke wangu, au kuna kitu hakijakaa sawa, ndio maana nuksi inatoka huku na kisirani na kiona huku, kutokamana na vile ninavyoamiliana mimi na mwenzangu pale nyumbani. Leo ongea na kadhi yoyote, kama ni sahibi yako unamweza kadhi, muulize pale ofisini kwako kesi zinazoongoza ni zipi, atakwambia za wanandoa. Tabani tembelea katika mahakimu za makadhi, watu wanapigana mpaka mbele ya kadhi. Si wameitwa kwa ajili ya kikao cha kusuluhisha? Hapo kwenye kusuluhishana ndo panaripuka moto usiowezekana. Hata kama mtu alikuwa amemchukia mwenzake kidogo, anazidi kumchukia kutokana na kikao kile. Na sisi tumeambiwa ikiwa kutakuwa kuna utesi, ugomvi kati ya wanandoa, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahum, leteni huku msuluhishaji kutoka kwa mke na kwa mume. In yurida, mufassiri wengine wa Qur'an wanasema wakitaka, sio mume na mke, wakitaka wasuluhishaji, yani sharti wale wasuluhishaji wenyewe pia wawe na nia nzuri. Lakini wasuluhishaji wetu wanaletwa kutoka kwa mjomba na kule mjomba. Kwanza huku kishaza mjomba, mimi simtaki kabisa yule mkeo, lakini tu mimi nakwenda kuondoa njiani, mimi nitasema maneno lakini wewe nipinge, kataa, si mume yule, si mke yule. Kesi hizo ziko nyingi, kesi nyingi ni kwa sababu ya wanandoa, kila mmoja haki hapati kwa mwenza. Na sisi niwaambie ndugu zangu Waislamu, sisi wanaume mara nyingine ndio tunakosa, wakosaji. Na ukichunguza sana familia zetu, thakafa yetu, wallahi wanawake wanabidii sana ya kuelimishana kuliko wanaume. Hata siku za harusi zile, yule mwari ana somo yake, anapelekwa, japo bighadhi nadhari kutizama yale mafunzo kama wanapatia au wanakosea, achilia mbali, lakini tu kupatikana kwamba kuna mtu wa kumfundisha. Haya, niambieni katika sisi wanaume nani aliyepata somo wa kumfundisha mambo ya nani? Nani? Mtu anyanyuke hapa niambie, mimi nilivyoa nilipelekwa kwa babu yangu akanifundisha. Nani? Kuanzia mimi mzungumzaji mpaka nyinyi wasikilizaji, hatukufundishwa kwamba tunaonekana tunayajua kila kitu. Sio kila kitu, kwamba hawa wazee mara nyingine kuna vitu vingine wanakupa kwa experience yao. Chukua alhikmatu dhalatul mu'min. Sisi tumefundishwa na Uislamu kwamba hekima ni elimu iliyompotea Muislamu, ainama wajadaha fahuwa ahaqu biha, popote utakapoipata, iwe kwa mzee, iwe kwa mdogo, iwe kwa mwanamke, iwe kwa mwanamume, iwe kwa Muislamu, iwe kwa asiye kwa Muislamu, kama ni jambo zuri lichukue. Qadhi wa Maru, miji huko wara an-nahar, qadhi wa Kiislamu alipotaka kumwozesha mwanawe, alikwenda kwa jirani yake Majusi. Majusi tunawajua wao wanaabudu moto. Akamwambia,
jitu astashiruk ghadan sauzawwiju ibni, jitu astashiruk liannani sauzawwiju ibni, nimekuja jirani yangu kwa ujirani wetu, nataka unipe ushauri, kesho namuozesha kijana wangu. Yule majusi akashtuka, naona nijejea, anta qadhi almuslimin yatuna ilayka yastaftunak fi qadayahum, wendo qadhi, wendo mtu wa kutoa ushauri, wendo watu unawashauri, wewe unawaozesha, wewe unafutu masala yao. Jita tastashiruni, umekuja kuniomba ushauri mimi majusiyun a'budu an-nar? Akamwambia wallahi utanipa ushauri. Akamwambia basi kama umesisitiza nitakupa ushauri. Asema inna raisana kana yakhtaru al-mal, asema kiongozi wetu alikuwa anaangalia zaidi mali. Wa inna raisa al-yahud Qaisar kana yakhtaru al-jamal, alikuwa anachagua uzuri. Wa raisa an-nasara, yani akamtajia wote wale majusi, mayahudi na manasara walikuwa wanachagua nini? Nachagua vitu vya mambo ya kidunia. Asema wa inna jahiliyat al-arab kanu yakhtaruna al-hasaba wan-nasab, wao walikuwa wanatizama koo na milango na makabila. Umeelewa na kabila gani? Bani fulani, bani nani, wa kabila lile, wezi, vitu kama hivyo. Wa inna raisakum, na wewe kadhi, kiongozi wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yakhtaru al-khuluqa wad-din, yeye alikuwa akichagua akhlaq, tabia na dini. Wayahudi wanataka mali, Wanasara wanataka uzuri, na nyinyi kiongozi wenu walikuwa wanachagua akhlaqi na dini. Sasa we chagua, bi ayihim taqtadi, katika hawa niliowataja unamfuata nani? Swala liko wazi, na wewe ni Muislamu. Kiongozi wako alikuwa akisema tunkahul mar'atu li arba'in limaliha lijamaliha lihasabiha lidiniha fadhfar bidhati dini taribat yadak, sivyo? Sasa unakuja unataka ushauri gani zaidi? Fuata unapoona wewe umeridhika napo. Taban, ushauri unachukua kutoka kwa watu wenye experience ya hali kama hizo. Sisi hatufundishwi vijana, hatupati watu wa kutupa nasaha. Nasaha wallahi zinazopatikana ni siku ile umepelekwa msikitini kufungishwa nikah, aambiwe shekhe, simama kidogo, muwaidhi bwana harusi. Muwaidhi bwana harusi siku ile bwana harusi anasikia, lakini asikilizi. Yeye pale anatamani hawatamaliza saa ngapi hawa, mbona ananieka huyu babu? Yeye ndo anakuozesha, alafu sasa huyu babu mbona ananieka hivi? Unataka kwenda huko unakosubiriwa. Sikiliza, baada ya miezi mitatu wakiona ile CD imetoka, hala, kumbe siku ile nilihusiwa hivi. Wanacheka, ndo kweli. Labda yake ukaisikiliza baada ya mwaka mzima, hala, shekhe kumbe kasema hivi. Sasa tunafundishana nini? Tunafundishana nini? Kikubwa wahuni tu ndo watakufundisha. Bwana siku hizi kuna alkasusi hiyo. Yaani we kitu kikubwa pale, na wengine wanakuvutisha mpaka bangi. Yaani siku tukufu ya kukamilisha nusu ya dini yako, wewe ndo unaenda kuvuta bangi. Maskini, ndoa yako wewe unakamilisha dini kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hatupeani nasaha, hatupeani mafunzo. Matokeo yake unaingia katika ndoa, wewe unajiona tu boss siku zote.
Sasa niwaambie ndugu zangu, ile aya wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin 'adhim yawma yaqumu an-nasu lirabbil 'alamin. Hizi aya watu wanazifikiria za wafanya biashara. Wailul lilmutaffifin, adhabu kali kwa wenye kupunja katika vipimo. Alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun, wakiwapimia watu zile dhulma zao lazima wazitekeleze, lazima waibie, lazima wapunje. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Abu Juhaina huyo alikuwa na pishi mbili, akitaka kununua anatoa pishi kubwa, maana kile anachokinunua kiwe kingi, lakini sasa wakati wa kuuza yeye kile anatoa pishi ndogo, anachotoa yeye kidogo, lakini anachopokea yeye. Hii mentality hii ndio iko kwenye ndoa, hususan kwetu sisi wanaume. Yani hatutimizi haki za wake zetu, lakini sisi tunataka wake zetu watutimizie kila kitu. Na unatoa macho, umenioa wewe au nilikuoa mimi? Alafu na muhaddid na talaka na muhaddid. Usipojirekebisha utaenda kwenu. Umekuja hapa una kilo 40 tu, sasa hivi unakula bure tu una kilo 150. Alafu unisikilizi, unafikiri chakula hiki ulikuwa unakipata kwenu hiki? Babako alikuwa anakupa kama hivi? Imekuwaje kumtajia wazazi wake? Imekuwaje kumtajia chakula? Imekuwaje? Kwa nini usiwe mume bora anayeficha kile kitu chake, asiyekuwa msumbulifu? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Mzuri wenu ni yule mzuri kwa wake zake, na mimi mtume wenu ni mzuri kwa wake zangu. Kiongea na mkeo uchagua kuwa selective wa kuongea naye, chagua maneno. Ukipokea simu sasa kama hujapata mfundishaji, ndo nakufundisha kabisa hapa. Habibati, honey, darling, usione tabu kutumia hata maneno hayo. Kuna wengine hapa wanaona haya hata pia kusema mke wangu, anaona haya. Eti maskani ukisikika cha mke wangu, jamaa alipendui meza hilo limewekwa hapa kila wakati mke wangu. Sasa nisemeje? Mume wangu yule mke wangu. Nifanye nini sasa? Hata ukipokea simu maneno mazuri, halawa. Mmoja aliulizwa, unampenda wewe mkeo? Akasema naam. Hebu tueleze unampendaje? Akasema qalbuha qalbi wa qalbi qalbuha, ruhuha ruhi wa ruhi ruhuha, ana wahya ruhun wa qalbun wahidun, hasbuha hasbi wa hasbi hasbuha. Moyo wangu ni wake na wake ni wangu, roho yangu ni yake na yake ni yangu, na mimi na yeye roho na moyo mmoja. Kinachomtosha mimi kinamtosha yeye, kinachomtosha yeye kinamtosha mimi, na yeye ni kitu kimoja. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nyinyi ni mavazi yao na wao ni mavazi yenu. Nguo hivyo ilivyokukaa, ilivyokupendeza, imeganda, iko na wewe, haikubanduki, ndivyo walivyo mkeo wewe na yeye. Mnashare vitu muhimu sana ambavyo huwezi ukashare hata na mama au baba au mtu yoyote wa karibu. Anaacha nyumba yao, anaaga wazee wake, watu muhimu kabisa, anakuja kwako. Wewe ukija pale kuna haki lazima umtekelezee yule, na yeye anaza kwake. Sasa maskini kafundishwa, ukifika mke wa mumeo akikuhitaji, maadamu anakuhitaji katika njia nzuri, muitikie, kubali, wala usije hata siku moja ukakataa. Yote hayo wewe unaambiwa hayo? Kwani mke tu ndo anakuita wewe, tu ndo utamhitaji mke wako? Yeye hakuhitaji? Kwa zile habari zile, manake wewe tu ndo unahitaji, yeye hahitaji. Sasa je, siku moja akikwambia mume wangu nakuhitaji, una respond vipi? Mwanamke wewe, nimekwambia utaniua wewe.
usiwe unatoa maneno kama hayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulindie kizazi chako, unaharibu mustakbali wako mwenyewe, na huquq zake ziko wazi. Kwa hiyo kama ambavyo unapenda wewe utimiziwe, na yeye pia mtimizie. Usiwe wailu lilmutaffifin, ukihitaji wewe ndio ukamilishiwe, lakini wewe hutaki kukamilisha wengine. Tunafahamiana? Lakini pia wazazi, auliyaul umur, kina baba, na ndo sisi tushakuwa na watoto wa kike, basi ujue watakuja tu. Umesikia vijana wanasema mwenye dada hakosi shemegi. Utapata tu shemegi, madamu dada unaye utapata, madamu mtoto unaye utapata wakwe, na hivyo hivyo. Lakini sasa biman uzawiju ibnati, huyo mkwe nani sasa? Nani wa kuozeshwa binti yangu? Niliwahi kusikia kesi fulani, mmoja anambia usimuozeshe, nimesikia fulani kaja kuposa kwako, lakini sisi tunamjua huyo mposaji, katoboa mpaka pua. Mwanamme yuko wapi? Sijui yuko Marekani wapi. Yule mama mwenye mtoto akasema, si ndo mambo ya Marekani hayo? Yani ndo kishakubali huyo, yani anampa udhuru. Kaambiwa manake mposaji, si ndo mambo ya Ulaya huko na Marekani ndo watu wanavyoishi hivyo. Mama kishakubali, pengine kaletewa dola fulani vile, na unajua hali zetu, palipo na udhia penyeza rupia, mambo yote shayasahau. Anaambiwa mkwewa yuko hivi, anasema ndo mambo ya huko ataacha baadaye. Kisha kuwa umependa ndo hivyo, takachoambiwa ukubali, takachoelezwa ukubali. Jamani huyu bwana niachieni, nitamrekebisha. Sawa, lakini anaweza akakurekebisha wewe si unasali 5 salawat, akhlaq zako ni nzuri, unaweza ukarekebishwa sasa ukawa huko tena huko. Sasa itategemea nani kati yako na wewe atamrekebisha mwenzake. Kwa hiyo auliyaul umur nao wanapanga. Hasan alikuja akapata mtu aina huyo, akamuuliza biman uzawiju ibnati, binti yangu amekuja kuposwa na watu tofauti, nani nimuozeshe? Nani alokuwa na sifa? Akamwambia zawijha taqi, muozeshe mcha Mungu. In ahabbaha akramaha, akimpenda binti yako atamkirimu, yani atamweka pahala panapofaa. Wa in karihaha lam yadhlimha, na akimchukia hatomdhulumu. Akimpenda atamkirimu, kama hajampenda hatomdhulumu. Hivi vitu viwili ni muhimu sana. Niwaambie vijana, niwaambie kitu kimoja muhimu sana. Kuna hikma inasema kathratul misas au kathratul masis yubalidul uqul, yani kitu kikikamata sana kinapumbaza akili yako mpaka kinakutoa fahamu. Yani mfano, hii ni dhahabu, zima simu hii dhahabu hii, lakini kwa sababu ya kuishikashika sana mpaka inatoka ile thamani yake na umuhimu wake, unaweza hata ukaitupa bila we kujua. Watu wakashangaa, mbona katupa dhahabu? Kwa sababu ya ile kuwa nayo siku zote, kila wakati umeikamata sana. Na hii sio kwa dhahabu, hii mpaka kwa vitu, kwa watu. Unaweza ukawa na rafiki kutoka 1984, ulikuwa na rafiki yako mpaka leo mko pamoja, hamgombani, mnagombana, lakini mko pamoja mpaka leo. Unaweza ukawa na mke, kuna wazee na wasikia wanazungumza, mimi na miaka 45 sasa hivi na mke wangu, mpaka sura zao zimefanana, utafikiri ndugu, mtu na dadake. Ile kukamata kitu, kuwa nacho kila siku, kinakufanya unakuwa kipofu.
kuna baadhi ya vitu wewe unashindwa kuviona. Nitawapa mfano. Mtu anakuwa anataka gari fulani, sema mimi wallahi hii ni dream car kwangu, kipata gari hii basi. Anaipata ile gari, anakuwa nayo, baada ya mwezi mmoja sema bora nipate nyingine. Baada ya mwaka anaweza asaka kugaia, wakati alikuwa halali kwa ile gari, hapati usingizi, lakini kwa sababu ya tulul ahdi, kubakia kwake kwa muda mrefu, kile kitu kimebadilika kwa kukishika sana na kuwa nacho sana, anataka kipya. Hii inakwenda mpaka kwa watu. Hata mimi hapa, si unaona shekhe wako kwa muda mrefu, lakini baada ya muda unaanza kunichoka, unataka shekhe mwingine mpya. Kweli nawaambia, na sikasiriki. Tafuta shekhe mwingine, tafuta mtu mwingine, lakini nakwambia hii ndiyo tabia ya maisha na mwanadamu. Lakini pia niwaambie, sehemu kubwa ya nyinyi hapa, nyinyi mliokuwa hapa, wala hamtoki hapa kwa Mchina. Sehemu kubwa mnatoka mbali. Kuna watu kina sio wanatoka hapa, sura zenu wengi naona mimi sio majirani zetu hapa. Inawezekana wengi tulioswali hapa wa hapa wameshaondoka zao, wameenda zao, wengi. Sasa kuna msemo mwingine kama unasema azhadu nnasi bialimin. Mimi sio alim, sio mwanachuoni mkubwa, najaribu kufuata nyayo zao. Nasema azhadu nnasi bialimin ahluhu wa jiranu. Watu ambao hawamuoni kwamba alim ni alim ni jirani zake na watu wake wa nyumbani. Jirani zake na watu wake wa nyumbani, yani watu wako wa nyumbani, watu wa kwenu, wala hawakuoni chochote. Alafu pia wanashangaa, wote hao ndio wamekuja kwa sababu huyu na huyu naye pia ni shekhe. Yani vitu kama hivi vinatokea. Na watu wa nyumbani kwako na majirani zako ni wapi? Kisa kimoja, Imam Shafi, Imam Abi Hanifa ambaye Imam Shafi anasema annasu fil fiqhi iyalun li Abi Hanifa, yani watu wote, maimamu wote katika fiqhi ni watoto wa Abu Hanifa, yeye ndo baba. Lakini mama yake Abu Hanifa alikuwa akiwa na masala ya fiqhi, anataka kuuliza, anamtuma Abu Hanifa. Kulikuwa kuna shekhe mmoja anambia, nenda kwa shekhe fulani muulize fatwa kuhusu hii. Huyo shekhe mwenyewe huyo ambaye ndo shekhe wake Imam Abi Hanifa ni mwanafunzi wa Abu Hanifa. Mmeona kiasi gani? Mama ana shekhe wake mpenzi ambaye ndo anamwamini, hataki wana suala amuulize Abu Hanifa, anamtuma anamwambia kaniulizie kule. Akimpa yeye fatwa, sije mpaka nisikie kule shekhe wangu jasa. Sasa anachukua kwa taa ya kumtii mama, anayajua nje ndani nje, juu chini juu, masala anayotaka mama anayafahamu. Anakwenda kwa shekhe wake mamake, na mamake wanakwenda pamoja. Anaambia mama ameuliza 1 2 3. Sasa yule mwana shekhe, wewe ndo mwalimu wangu, mamako ana masala haya madogo, kwa nini usimjibu? Na wewe jibu, yeye anataka wewe. Sasa mimi sijui nijibu nini. Hujui jibu lake ni hivi. Mimi niko kule pembeni nasubiri mjibu, alafu twende nyumbani. Anamfundisha yeye majibu tena, na bado mama anamwambia. Sasa watu wa nyumbani wakikuona, hata huyu naye kawa shekhe, majirani, kwa sababu kila siku uko nao pale, unaona washachoka na wewe kama hivyo. Kwani utaondoka lini wewe? Yani vitu kama hivi vinazunguka. Sasa hizi zinakwenda mpaka kwa ndoa. Nakwambia haya ufahamu kila pahali. Hata wewe mchezaji mpira, si ni striker wewe, mwisho anakufukuza. Messi alikuwa timu gani? Messi
Kwani mnajifanya kama mjui? Lakini nafika pahali wale wanaanza kumzomea saa nyingine hata. Yaani hawajui thamani yake. Kuna kitu kinatokea katika maisha yetu. Sasa usipojizuia wewe utakuwa mgomvi wa kila mtu. Usipoyafahamu hayo utakuwa mgomvi wa kila mtu, kila kitu, kila pahali. Utazozana na watu, utapigana na watu, utaumia, utapata pressure, utapata maradhi kuzao hiyo. Sasa mke huyu wewe ulisema huyu mzuri kweli kweli, mke mzuri, baada ya muda sasa wallahi mimi nilikuwa sioni, nimekuchagua wewe kweli, mimi siamini kama mimi ndio nilokuja kukutolea mahari yote yale, huna thamani hata ya kuku. Mke mzuri ambaye ulikuwa unapigana na watu kwa ajili yake, baadaye wewe unasema hana thamani yoyote. Kathratul misas, ile kwamba umekaa naye, qala al-ahdu bik. Ndo hata katika mazungumzo ya hekima anasema zur ghibban tazdad hubban, yani zuru ukiacha, yani ukimtembelea mtu usiende siku zote mfululizo, kila siku wewe unakuja tu, kila siku unaenda, kila siku nyingine potea ili ya kumisi, alafu siku nyingine nenda tena, kwa sababu ile kukariri kila wakati atachoka hiyo. Kwa huna kwenu wewe, uliambiwa na nani mimi natakuwa mkiwa? Mpe space, mpe nafasi, vitu kama hivyo. Sasa wazee, kuna mambo mengine ya hekima chukua. Hata kwa siku moja Abdul Malik ibn Marwan alikwenda Madina, alikuwa anakwenda haji taban, akapita Madina al-Munawwara. Asubuhi alipoamka akamtuma mfanyakazi wake anaitwa Maisara, akamwambia Maisara, nenda msikitini kwa mtume Masjid an-Nabawi, kamtizame muhadithi yoyote katika mashekhe, mwambie aje atupe hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Maisara akatoka akaenda msikitini kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, akatizama halakat zilizokuwemo, akaona halaka moja ina mtu mzima hivi kama miaka 60, na akamwita kwa kutumia kidole chake. Yule mzee akaendelea tu na kusomesha, akamwambia ant ala tara annani ushiru ilaik, wewe uone kwamba mimi nakupa ishara? Akamwambia tushiru ilayya ana, unanitaka mimi? Akamwambia ndio. Unasemaje? Ma hajatuk? Sema amiri anakuita, khalifa anakuita. Abdul Malik ibn Marwan Bani Umayya ameamka, amesema nabtaghi lahu muhaddithahu liyuhaddithahu, anataka mtu akamzungumzishe, akampe hadithi. Yule bwana akasema lastu bimuhaddithihi, mimi sio mzungumzaji wake. Kamwambia hivyo. Yule mjibu kiongozi, huyu katumwa na kiongozi. Kenda yule kapeleka salamu kama alivyozipokea. Nimemkuta mtu mzima anasomesha, nimemwambia unaitwa, kanijibu yeye kwamba yeye si mzungumzaji wake wala si muhadithi wako. Amiri akashtuka, yuko vipi? Yuko hivi. Asema dhaka Said ibn al-Musayyib, ya laitahu lam tukallimuhu wa lam ta'tihi. Amiri anasema nishamjua huyo anaitwa Said ibn al-Musayyib, natamani usingeenda wala usingeongea naye, huyo hatakuja. Amiri alikuwa na watoto wake wawili, mmoja mkubwa mmoja mdogo. Wale watoto wakashtuka, man hadha alladhi yamtani'u an yati amira almu'minin, ni nani huyu anajifanya hataki kuja, anaitwa na amirul mu'minin? Mtu ambaye khada'at lahu riqab, majusi, mayahudi, manasara wote wako chini yake, wako chini ya amri yake, anaitwa huyo, anakataa kuja. Ni nani huyo? Yule kakake akamwambia tulia, huyu ndio yule ambaye babako alienda kumposea kakako Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan, binti yake. Huyu mzee ana binti, tulienda kuposa, tena babako alienda kuposa na kamnyima, hajamuozesha.
Yani Said ibn al-Musayyib binti yake kaposwa na Abdul Malik ibn Marwan kwa ajili ya mwanawe nani? Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan. Ana watoto wote walikuwa makhalifa na amir, Hisham na Walid ibn Abdul Malik na Sulaiman ibn Abdul Malik, wote hao watoto na baba yao. Na Umar ibn Abdul Aziz alikuwa shemegi yao, ambaye alikuwa ni ammi yake Abdul Malik ibn Marwan. Huyu sio hivyo tu, binti yake ametakiwa kuozeshwa Walid ibn Abdul Malik, kakata. Yule kijana akauliza, ikiwa kataa kumuozesha prince waliyul ahad binti yake, ina maana kulikuwa kuna mwanamume gani mwingine bora kiachia prince huyu? Maana mwanamke huyu anachukuliwa kwenda katika baiti khilafa, baadaye itakuwa princess, na baada ya muda pengine itakuwa ndo mke wa amir. Kuna mambo makubwa zaidi hayo katika ya kidunia. Lakini Said ibn al-Musayyib kakata. Anamwambia yule mtumishi wake, mwambie Abdul Malik ibn Marwan, inna al-masjida, hakika hu msikiti, muttasi'un, ni mpana, kuna sehemu na yeye kama anataka kuja kukaa pamoja nasi kusoma, mwambie aje, liyahdhur. Wa inna alhaditha yu'ta ilayhi wa la ya'ti, na hizo hadithi anazozitaka yeye zinafuatwa, hazimfuati mtu. Elimu inatafutwa, haimtafuti mtu. Ni nasaha nzuri, wala hajatukana kwamba tafuta elimu, sio elimu inakutafuta wewe. Usitumie cheo chako vibaya. Said ibn al-Musayyib yuko nyumbani kwake na wanafunzi wake, anaye miongoni mwa wanafunzi wake wengi mmoja huyo, nitakupa habari yake. Lakini huku anamjibu yule mwanawe, anamwambia kamuozesha nani sasa? Anamwambia kamuozesha tu kijana mmoja miongoni mwa wanafunzi wake, basi ndo kampa mtoto wake, kamnyima prince al-Walid ibn Abdul Malik. Ilikuwaje? Akampa sasa habari zake. Wakati anasomesha vijana wake Said ibn al-Musayyib, kuna kijana wake mmoja ameghibu muda mrefu, hayupo katika darasa, mpaka alipokuja akamwambia ulikuwa wapi? Akamwambia tuufiyat zawjati fanshaghaltu bijanazatiha wa dafniha, mke wangu alifariki, ndio maana mkawa hamnioni muda mrefu, nimeshughulika, nimemzika. Huzuni kubwa alikuwa nayo, niko peke, sina mke sasa, ndio maana muda hunioni, lakini sasa nimerudi kama kawaida. Baadaye asema tukimaliza darasa watu wameondoka, akaniambia hal fakkarta fi zawaji maratan thaniya, ushafikiria kuhusu kuoa tena mke mwingine? Kijana akajibu wa man yuzawijuni, unafikiri Said ibn kuoa ni kitu rahisi? Hawa watu tuliokuwa nao sasa hivi nani atakubali? Laqad nasha'tu yatiman baina an-nas, watu wote wananijua mimi mwenyewe nimekulia yatima, sina wazazi na sina kitu, sina hata mahari ya kuoa tena, nani ataniozesha? Akasema ana af'al. Yule Said Musa, ana af'al, mimi nitakuozesha. Yule kama kapata shock yule mwanafunzi, wewe unaniozesha? Ana alladhi la amliku illa dirhamaini au thalatha, mimi hela zangu akaunti yangu dirham 2 au 3, unaenda kuniozesha? Ana uzawijuka bidirhamaini, takuozesha binti yangu. Ukumbuke yule aliyetakwa kwa prince, nasema nitakuozesha mahari yake dirham 2. Hajakaa sawa mwanafunzi akiitwa Abu Wadaa, hajakaa sawa mwalimu akawaita wanafunzi wengine, njoni halumu, kuna nini? Nasema nikamkuta anasema alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu, khutba ya ndoa. Anasema kisha akaniozesha pale pale, mahari yake dirham 2 ambazo sinazo, nimemtajia tu.
Akanambia nishakuozesha, nda zako. Yule bwana anasema siku ile nilikuwa nimefunga, kwa furaha na shock niliyopata nikasahau kama nimefunga. Hivi kweli mtu anaweza akasahau ile kama amefunga? Kukaa unakaa kimtego mtego, alafu usahau kama umefunga, yani mpaka chakula umesahau. Basi yeye alisahau. Akaingia nyumbani kwake, akawasha kibatari chake, akaandaa futari yake. Anasema futari yangu ilikuwa mkate mkavu basi na mafuta ya zeti. Nataka kufutari, baadaye kidogo nasikia mlango unagongwa. Nikauliza man bil bab, nani yuko mlangoni? Nikasikia Said. Anasema akili yangu ikazunguka kwa Saidi wote. Saidi nani huyo? Unajua Saidi wanakuwa wengi mara nyingi. Saidi nani huyu anakuja Saidi? Anasema nikafikiria kila Saidi isipokuwa Said ibn al-Musayyib. Sikufikiria kama ndo yeye, kumbe alikuwa yeye. Kaja mpaka nyumbani, kafungua mlango, nikamwambia ya shaykhi, hala arsalta ilayya rasulan hatta atik, mbona umekuja wewe? Si ungemtuma mtu tu, mimi nikaja mimi. Akasema anta ahaqu an yu'ta ilayka al-yawm, wewe siku ya leo una haki sisi ndo tuje kwako. Na hivyo ndivyo anavyoambiwa bwana harusi. Unajua hata kama umemwalika mheshimiwa rais siku ile, basi anakuheshimu kwa siku ile sana, anakukadimisha, anakuambia hongera, unaona anakupa wewe nini, kwa sababu wewe ndo nani anakuwa ile protocol, wewe ndo pale umetukusanya sisi sote tumekuja kwa ajili yako. Kumwambia anta ahaqu ayuta ilayka al-yawm, mimi na haki ya kuja kwako leo. Umefuata nini? Anambia nimeona umekaa muda mrefu bila mke, na mke tushakuozesha, yule kishakuwa mkeo, kwa hiyo nimeona leo usilale bila kuwa na mke wako. Aondoka kidogo, kama huyu hapa mke wako, yuko nyuma yake mgongo wake, huyu hapa mke wako, nimeshakuletea leo. Ana haki tena kukaa kule. Ushamwona, lakini mimi hela sijatoa. Amna, utatoa baadaye. Huyu hapa mke. Anasema nikamwona mwanamke mzuri mrembo kiasi, kwa sababu maamiri hawatafuti wake wabaya. Anakwenda mwendo wa haya. Anasema nilivyomuingiza ndani ya nyumba kwa ile haya ya mazingira ya nyumba yangu na kile kibatari changu na ile futari niloiweka pale ninataka kula, basi nilitaka kukizima kile kibatari sionekane ile futari yangu aibu. Anasema binti kaingia ndani, kataka kuanguka kwa haya, kataka kuanguka. Anasema baadaye akafunga mlango akaondoka, akatuacha mimi na mke wangu. Nikaenda nikamwambia majirani, jamani, nimeoa leo, nimeoa, njoni angalau mkaeni na mke wangu kidogo, mumpe muanasa. Kasema kikasikia kimama kimoja kikongwe, kaniambia umemoa nani? Make wewe mwenyewe una kitu kweli, utaoa wapi? Umemoa nani? Sababu umemoa binti yake Said ibn Musayyib. Anasema una akili wewe? Uko sawa wewe, lakini unajua unachokisema? Anasema kweli. Watu wakaja nyumbani, kweli, kweli kampata binti ya Said ibn Musayyib, princess yule alikuwa kweli kaozeshwa yeye. Wakikuona na wewe mke wako, nakuuliza hili kwako waje ukampata? La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran min, wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhum. Hadithi hii ni tamu, sijui niwamalizie. Kwa nini mnapenda hadithi hizo hapo? Abu Wadaa anasema nikaondoka nikaenda kwa mamangu mzazi, sina baba, alikuwa yatima. Mama, nimemuoa binti ya Said ibn Musayyib. Asema ra'suka ala ra'si haramun, mimi na wewe usiniambie kitu chochote haramun, hata ati niache kwanza nije nimshughulikie
mke wako, yani nimpambe, nimfanyie maandalizi, usifanye kitu chochote. Akaja mamake akamwandaa mke wake. Siku ya pili anasema nimeenda zangu darsa, watu wote baada ya darsa wanaondoka, mimi akaniambia usiondoki. Baadaye watu wameondoka, akaniuliza yule bi harusi umempata vipi? Anauliza kuhusu maisha ya. Akaambia alhamdulillah, kama vile anavyopata sadiq yanayomridhisha miongoni mwa mambo anayoyataraji na kuyatamani, yuko sawa kabisa, yani fantastic. Akaambia basi fungua chini ya zulia hapo, chini ya msala, fungua, kuna kitu hapo, chukua. Kafungua, kukawa kuna fuko la hela. Akaambia chukua hizo, katumie na mke wako, zikisha niambie. Yani mke umepewa na pesa pia za kutumia unapewa. Ingekuwa wewe ungesemaje? Wajinga ndo waliwao. Yani kanipa binti yake na hela juu, na bado ukai vizuri na mtoto wa watu. Wallahi akhera kutakuwa na hisabu ngumu. Watu wanapendwa, wanapewa watoto wa watu, na biashara wanafunguliwa na hela na nini, na bado wanawaibia wakwe zao, na bado wanawatesa wake zao. Mtihani mkubwa. Wailu lilmutaffifin. Said ibn al-Musayyib anajua situation na hali za mkwewe. Enyi wakwe mliokuwa mna pesa, wapeni wakwe zenu hela hizo, wapeni neema ambazo Allah amekupeni. Said ibn al-Musayyib akaja akaulizwa swali, ilikuwa kuwaje wewe ukaenda ukamuozesha yule binti yako aliyetakwa kwenda kuwa princess, ukamkataa kijana wa amir ukampa huyu? Nasema inna mustaqbala ibnati amanatun ala unuqi. Tambueni kwamba huyu binti yangu mimi ni amana juu ya shingo yangu. Mimi ni mas'ul kuhusu future yake, maisha yake, kuharibikiwa kwake, kutengekiwa kwake. Mimi ni mas'ul, lazima niangalie hayo napomwozesha. Nimemfikiria binti yangu leo yuko katika kasri ya Bani Umayya, kulia kuna makhaddam, kushoto kuna makhaddam, kila pahala natoa amri yeye tu akisikilizwa. Si kwamba usiende ukakaa katika kasri, lakini nimemchelea fitna hizi, hatoziweza huyu. Dini yake itakwenda kubadilika huyu, ataharibikiwa huyu, na kesho baadaye pengine yeye ndo kiongozi mkuu, mumewe yeye ndo mke. Nilifikiria yote hayo, nikaifikiria dini yake, nikaona hapana, nikamtafute mtu ambaye atamhifadhia dini yake, ataichunga dini yake, atakuwa kufu katika masala hayo. Sisi leo hatufikirii hayo, sisi leo hatuyazingatii hayo. Ndio maana matatizo yetu na maswali yetu yanakosa majibu na solution.